Moja kati ya fahari ya taifa la Tanzania ni kuwa na makabila mengi sana. Lakini hatugombani. Ni kweli. Alafu tunaelewana. Kuna maneno kidogo na ibaiba machache. Sisi ni wamoja. Sisi ni wamoja. Ellen Singers ameimba wimbo kwa lugha ya Kisukuma. Baadaye tutaongea nao vizuri, tuambie tafsiri angalau mawili matatu. Maana wapo marafiki anatufuatilia kutoka hapa nchini Tanzania na sehemu nyingine nje ya Tanzania na duniani kote, tukiendelea kubarikiwa. Ni kweli. Heritage wanafuata sasa katika programu ya uimbaji na tunaamini nitaendelea kubarikiwa kwa uzuri. Wakati Heritage wanafuata kuja kutubariki kwa wimbo mzuri, wewe ambaye upo hapa kanisani, lakini wewe ambaye unatupata kutokea maeneo mbalimbali, mshike jirani yako mkono, alafu mwambie sabato njema. Sabato njema. Dar es Salaam Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Nuru ya matumaini. Dar es Salaam Net Event 2025. Nafahamu kabisa tumekutana kanisani Magomeni leo, lakini tumekutana kanisani maeneo mbalimbali na tukupata nafasi nzuri ya kusalimiana na kusabahiana. Basi tumepata muda mzuri wa kusalimiana na kuzungumza pamoja katika matangazo haya. Matangazo ambayo naweza kusema leo ni siku ya mwisho kuwepo hapa Magomeni kwa wale wengi ambao walikuwa wakishiriki na kuhudhuria kila siku, lakini sika kwa maana ya kwamba kanisa linafungwa, bado moto wa injili upo pale pale. Hakika. Kwa kauli hii shetani asiseme ya kwamba ana nafasi, bado tabu iko pale pale. Ataendelea kuteseka sana. Ni kweli. Mpaka pale itakapoongoka. So kwenye makanisa na vituo mbalimbali katika ibada njema Sabato ya leo, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kwa uzuri. Tukumbushe kwamba tulikuwa na fursa adhimu ya kuendelea kubarikiwa na nuru ya matumaini katika afya, nuru ya matumaini katika familia na nuru ya matumaini katika maisha yetu ya kiroho na katika nyanja mbalimbali. Kwa lugha ambazo zimekuwa zikitumika, tunaamini na kumshukuru Mungu kwamba ujumbe mzuri umefika kwa maelfu na mamilioni ambao wameendelea kubarikiwa na nuru ya matumaini. Moja kati ya jumbe ambazo zitamu zaidi katika akili za wanandoa ni pamoja na swala zima la kuvumiliana na kutunzana. Ni hivyo Dr. Unifrida Mitekaro alitufundisha vizuri juu hili, lakini Profesa Edward Hosea alitujuza zaidi kuhusiana na swala zima la kina baba kuacha kuwa na macho juu. Nakumbuka hiyo. Usalama kwa familia. Usalama kwa familia. Lazima uwe na ulinzi katika nyanja mbalimbali. Tukasafiri zaidi, na moja kati ya vitu ambavyo tutavikumbuka ni pamoja na namna ambavyo tulikuwa na shiriki kwa pamoja katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Mchungaji David Mbaga alituongoza vizuri katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinatarajia kuwa na matokeo chanya katika familia mbalimbali na mengi. Lakini zaidi ya yote, Mchungaji Munene Mwangi alitufundisha mambo mengi mazuri ambayo yatazidi kudumu, na akasema ya kwamba unapomtumikia Mungu usiogope. Shetani ameenda. Shetani ameenda. Na Dar es Salaam Net Event inakwenda kabisa. Na moja kati ya vitu ambavyo pia vimeendelea kwa baraka katika hizi siku 21 Hamisi za nuru ya matumaini, wakati tukiwa tumeweka kambi hapa Magomeni Mwembe Chai kanisani, rafiki yetu Kija Mpunzi akishirikiana na marafiki wengine katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania walikuwa wakifanya upekuzi. Ni kweli. Sijajua kama alikuwa akitembea peku au alikuwa akivaa viatu au mabuti kulingana na maeneo, lakini pia nyayo za mpekuzi zimetupatia taswira na picha halisi ya matunda ya nguvu ambayo yamewekezwa na kile ambacho Mungu amekifanya kwa watu wake kupitia mafundisho mbalimbali, ikiwa ni kuaksi mafundisho ambayo yameendelea kuleta tija na mabadiliko ya kiroho na ya kimwili kwa marafiki wengi sana. Zipo shuhuda mbalimbali ambazo zimeujaza moyo na kufurahi zaidi katika kazi hii. Moja kati ya shuhuda ni pamoja na idadi ya watu 14 ambao waliacha shughuli yao ya kucheza ngoma na moja kwa moja wakaamua kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Swali ni kwamba nini ambacho kitakutenga mbali na uso wa Kristo? Marafiki wao walikuwa ni wacheza ngoma na Kija alizikata kilomita za kutosha. Akatujuza namna ambavyo watu wa Mungu waliamua kuacha shughuli nyingine zote wanazozifanya na hatimaye kumfuata Kristo. Je, ni rasta? Walikuwa ni rasta na wakaamua kuzikata rasta zao ili mradi wamfuate Yesu Kristo. Hii imekuwa njema zaidi katika nyayo
za Mpekuzi. Tunamshangilia Mungu kwa marafiki pia ambao walitumia muda wao wa thamani na kutumia rasilimali zao katika nyumba zao, katika ofisi zao, maduka yao, maeneo mbalimbali, kutumia Nuru ya Matumaini kujitwalia na kujichotea baraka za kushiriki baraka wa Nuru ya Matumaini kwa watu wengine. Tumekuwa tukipokea taarifa nyingi sana, Hamisi utakuwa shahidi, na kiuhalisia nyingi hatukuweza kuzisoma kwa sababu ya wakati haukuwa rafiki. Lakini uhalisia wa maisha ni kwamba watu wengi walitumia ujumbe, na tunatambua na kuthamini sana kazi kubwa ambayo imefanywa. Rafiki zetu wainjilisti wa vitabu hapa Dar es Salaam na maeneo mengine pia walifanya kazi kubwa ya kupita nyumba kwa nyumba, ofisi kwa ofisi, eneo la biashara moja baada ya lingine, kwa ajili ya kuendelea kualika marafiki katika Nuru ya Matumaini. Na hivyo leo hii ikiwa ni hitimisho, tunaamini kwamba Mungu ameinuliwa kwa kiwango cha juu sana, na hatimaye sifa na utukufu zitaendelea kurejea kwa Jehova. Ni kweli kabisa. Tunazidi kufurahi na marafiki ambao walisafiri kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini kuja hapa kumwimbia Kristo hapa Magomeni. Wapo ambao walifunga safari kutoka kule Kahama, Niva. Wapo ambao walifunga safari kutokea Arusha. Wapo ambao walifunga safari kutoka sehemu mbalimbali. Lengo ni kuendelea kulitangaza jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Lakini hao ambao wako mbele yetu, wao ni Heritage. Na wao wanakuja kutubariki kwa wimbo mzuri, wakizidi kulisifu jina la Bwana Mungu wetu aliye hai, wakizidi kumpatia tabu kali sana mwovu shetani. Na Mungu aendelee kuinuliwa. Karibu. Usikate tamaa, tusalama kuwa na Yesu. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, ituangaziayo mimi na wewe. Kwenye dhiki na taabu, usikate tamaa, tusalama kuwa na Yesu. Yesu ni nuru ya matumaini, tena nuru iangazayo watu wote walioko gizani, waione njia ya uzima. Ni nuru ya matumaini, tena nuru iangazayo watu wote walioko gizani, waione njia ya uzima. Njooni nyote msumbukao, wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, ni sauti ya Yesu inayokuita, njoo kwake upumzishwe. Njooni nyote msumbukao, wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, ni sauti ya Yesu inayokuita, njoni kwake mpumzishwe. Nuru ya matumaini, tena nuru iangazayo watu wote walioko gizani, waione njia ya uzima. Ni nuru ya matumaini, tena nuru iangazayo watu wote
Hizi ni nyayo za mpekuzi hadi Ubilimbi, nje ya manispaa ya Kahama. Chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE wakiwa wameniwezesha kufika kijijini hapa, ambapo hapo awali hakukuwa na historia ya mshiriki wala kanisa la Adventista wa Sabato. Cha kufurahisha ni kuwa nuru ya matumaini kutoka Magomeni, Dar es Salaam imemulika na kuangaza kijijini hapa, na tayari watu 44 wamebatizwa na kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato. Tulikwenda kama wasikilizaji awali, kufika pale mara ya kwanza, tukarudi kesho yake, ndio ule usikilizaji mpaka maswala haya yakatuingia. Tukaomba sasa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amba yanao Bwana asifiwe. Kitabu kwenda kuyapitia. Baada kusubiri kusikiliza mahubiri nikaona nimezoea kanisa. Mtoto ukaanza kuja moyoni sasa kwamba kweli naweza nikabadili dini, lakini sasa watoto wangu na jamii yangu yote ipi itakuwaje? Au nitawaeleza vipi wale? Mimi nimeshahamu. Kwa nini atakuwa ananiuliza kwenye msingi upi? Sasa kiniuliza mimi naweza ikasema kwamba nimeamua toka kurudi wapi? Ngili nyingine ambayo nimeipenda kwa ajili ya mahubiri, mambo mazuri ninapoona na vitendo. Kwa kipindi kingine unajua katika hivi vitabu unavyo kukuta wengine kuna sehemu zingine hawavisomi vinavyostahili, unaona, wanakuwa wanapofika pale kwenye ukweli wanakwepa. Mimi nimeshaona wengi sana napambana changamoto hii. Wewe sana swala ambalo ninalopambana nao sana kubadili. Huyu alikuwa huko tena amerudi kule, atayamaliza makanisa sasa. Na mimi nawajibu kwamba mimi hata nisike kanisa 100 bila kupata ukweli, mimi nitazidi kubadili. Katika kuzunguka na mimi ndio nikaupata huu ukweli, na ndio naufuatilia moja kwa moja, sirudi nyuma tena. Kama Biblia kwa ameniingia sana, lakini nikawa nawaza kwamba ngoja niwaulize hawa wainjilisti kwamba ratiba zangu watazipanga vipi. Imani yangu ikawa imeangukia. Sidhani kama kutakuwa na utata, lakini pamoja na ile jamii, familia yangu sijaielekeza, lakini kwa kuwa nimekamilisha, ndio maana nimepigia moja akanyamani. Sasa kwa kuwa wako wengi, nitaanza kuwa na wasambazia mmoja mmoja. Waratibu wa kituo hiki ni wenzi wa wachungaji katika jimbo la Nyanza Ukanda wa Dhahabu NGBF, ambao wamepiga kambi hapa kwa muda wa majuma mawili ili kuhakikisha Bwana anajipatia mateka kijijini hapa. Wenzi wa wachungaji wamefanya mambo makubwa kwa kipindi hiki, kwa sababu wanapotoka kwenye maombi ile asubuhi, wanakuja wanaenda wanateka maji. Maeneo haya tuliopo hakuna mabomba, kwa hiyo wanaenda kuchota maji kwenye visima, wanajaza mandoo yao, wanajaza mapipa ya maji, wanapika. Lakini sambamba na hayo, kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni jinsi watu wa kijiji cha Ubilimbi walivyokuwa na mwitikio mkubwa. Tukienda kualika, watu ni wakarimu, wanaitikia kwa mtazamo chanya na wanahudhuria vizuri. Na wamebatizwa, tumepata roho kama 44 sasa wameshabatizwa, na bado kuna wengi ambao wanajiunga, wanasema tunahitaji kubatizwa. Swali ambalo walikuwa nalo wenzi wa wachungaji ni wapi watapata mahali pa kusalia waumini wapya hawa ambao wamepokea nuru, ambapo leo Bwana amefungua njia na zoezi la ujenzi wa kanisa umeanza rasmi kijijini hapa. Nategemea kujenga kanisa ambalo litabeba watu 350 mpaka 400, na tutakapoanza leo ujenzi, hili kanisa mpango wetu ni lijengwe kwa muda wa wiki 2 tu liwe limekamilika. Kwa hiyo tunaamini kwa neema ya Mungu ndani ya wiki 2 kuanzia leo kanisa hili litakamilika, na waumini ambao wapya ambao wamejiunga watapata mahali pa kuabudia. Kwa hiyo tunaomba mtuombee ili Bwana afanikishe malengo ambayo tumejiwekea. Hizi ni nyayo za mpekuzi kutoka Ubilimbi, Kahama, nikiwa nimewezeshwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE kufika eneo hili. Kwa niaba yake Kija Mpunzi, mimi ni Baraka Ngofira. Safari ya ukombozi wa mwanadamu haijawahi kuwa rahisi. Tangu mwanzo wa wakati, giza lilipochukua hatamu katika historia yetu, tulishuhudia uchungu wa adhabu ya kwanza ikitimia,
likatupeleka kwenye kina cha mashaka na hofu. Lakini hata katika giza kuu tumekuwa na ahadi ya mwangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Ni ngoma zao, ni utamaduni wao, na haya ndiyo maisha yao. Sisi kazi zetu kwa tunatumia dawa kwa ajili ya watu kuja kutuangalia, watufurahie, waje kwa wingi. Kwa hiyo tunatumia dawa ili kila mmoja wapo wavutiwe na kitu tunachokifanya. Ni wilaya ya Msalala yenye idadi ya wakazi 375,000, na huku wengi wao wakiwa wachimbaji wa madini, wajasiriamali, wakulima na wafugaji, huku maisha yao yakibaki kufuata misingi na imani za mababu zao. Msimulizi ni Kijampunzi, na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi, Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Na yele mwana nema kuchola buganga. Na yele mwana nema kuchola buganga. Tulikuta muziki unalia pale, tukasema kwamba twende tukaangalie pale. Hata mimi nilikuwa hivyo, baada ya kumpokea Yesu basi nikawa nimepata ushindi mkubwa sana. Naelewa ya kuwa hapa hakuna kitu cha kawaida. Irizi mkononi na shingoni, madawa yenye nguvu ya ushirikina. Nema kuchola buganga. Na yele mwana nema kuchola buganga. Tulikuta muziki unalia pale, tukasema kwamba twende tukaangalie pale. Hata mimi nilikuwa hivyo, baada ya kumpokea Yesu basi nikawa nimepata ushindi mkubwa sana. Naelewa ya kuwa hapa hakuna kitu cha kawaida. Irizi mkononi na shingoni, madawa yenye nguvu ya ushirikina yapo kwa miili yao. Hii yote ni kwa sababu nuru imefunikwa. Na katika ngoma hizo